haya yanafanyika ni sehemu ya mipango ya serikali ambayo wao kama bodi wanaendelea kusimamia hasa zao hili la korosho ili kuhakikisha zao hili linaendelea kuwa na tija zaidi kwa wananchi wetu ambao wanalima zao hili. Sisi tumekuwa mashuhuda kwa hatua mbalimbali ambazo wanaendelea kuzifanya, kutoka kutoa pembejeo, lakini pia kutoa vitendea kazi, lakini pia kuongeza waratibu wa zao hili katika ngazi ya halmashauri. Mambo hayo miaka 5 nyuma, miaka 10 hayakuwepo. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, na wao wenzetu wanaendelea kuboresha utendaji kazi wao kwa kutengeneza mazingira rafiki kwa watumishi ambao wanasimamia, kwa maana ya maafisa ugani ambao wanasimamia zao hili, lakini pia kutengeneza mifumo rahisi zaidi kwa washiriki wote katika mnyororo huu wa thamani wa zao la korosho ili zao hili liendelee kuwa na thamani zaidi. Kwa hiyo hatua hizo ni hatua za kupongezwa na za kutiwa moyo. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho, sisi tunawapongeza sana kwamba leo tuna mambo mawili ambayo tunayafanya ambayo yanaendana. Jambo la kwanza, tunafanya tathmini. Kama ambavyo nimesema, mwaka jana ilikuwa ni bahati, mimi ndo nilikuja pale kama mgeni rasmi wakati tunaizindua programu hii. Tulizungumza mambo mengi. Baada ya mwaka mmoja leo tunakutana tena kufanya tathmini ya zile shughuli ambazo mmezifanya tokea mara ya kwanza mwanza majukumu haya mpaka leo hii. Lakini baada ya tathmini hii sasa tutaangalia, je, tunastahili kuwa na nyinyi kwa maana ya kuongezea mikataba au tunastahili kutafuta watu wengine? Lakini bahati nzuri kinachoonekana, tathmini shaka zimefanyika na kuna wenzetu wengine ambao wamefanya kazi nzuri. Siku ya leo watasaini mkataba mwingine wa mwaka mmoja kwa ajili ya kutekeleza kazi hii. Kwa tunawapongeza pia ambao wamefanya kazi nzuri na leo watasaini mikataba. Maana yake yale ambayo tuliyasema kwenye kikao kilichopita wao wameyafanyia kazi. Tulisema programu hizi za BBT na programu nyingine ambayo serikali inaendelea kuzifanya ni sehemu ya mkakati wa serikali ya kuendelea kuwawezesha vijana kiuchumi. Na mkakati huu lengo kubwa ni kupunguza ile asilimia ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana katika nchi yetu. Kuna maneno yanazungumzwa japo si mazuri sana kusemwa mara kwa mara, watu hawayapendelei, lakini ndio ukweli. Lazima tuambiane ili tuweze kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Hakuna serikali duniani ambayo imeweza kutoa ajira kwa raia wake wote. Hakuna serikali hii. Hakuna serikali ambayo imeweza kutoa ajira za moja kwa moja kwa raia wake. Hakuna serikali hii. Serikali mara zote imekuwa ikitengeneza mazingira rafiki kwa watu kuweza kujiajiri, kuanzisha biashara ambazo zitatengeneza ajira na kufanya programu mbalimbali ambazo kama hizi tunakutana hapa kuzifanya. Kwa hiyo vijana wenzangu, tunapokutana katika programu hizi lazima tuone haya ni mambo ya msingi ambayo tunatakiwa, kama tunapata fursa ya kuwepo humu, basi tufanye kazi hizi kwa moyo mmoja. Tufanye kazi hizi kwa ari. Tufanye kazi hizi kwa nguvu zetu zote kuhakikisha sisi tunakuwa na tija, na wale ambao tunaenda kuwafanyia hizo kazi, kama ni wananchi, kuwapa miongozo, na wale ambao yanafanyika serikali inaweka fedha. Manake leo kwa mfano tunaenda kusaini mkataba wa mwaka mmoja, maana yake hata kipindi cha mwaka mmoja patakuwa na stahiki mbalimbali ambazo unazipata. Sasa hebu stahiki hizi unazozipata ziwe na tija na kile ambacho unakifanya kule kwa wananchi. Lakini pia nilisema ukiwa mtaalamu haimaanishi tu wewe utakuwa kazi yako ni kuwaongoza watu. Bado wilaya yetu ina mapori mengi sana ambayo ardhi yetu ina rutuba, na wewe unaweza kufikiria sasa, mimi ndo naanza maisha yangu haya ya kujikwamua kiuchumi kupitia zao hili la korosho. Ambao watakuwa wanaenda field huko wanaona sisi kuna wananchi wetu hapa hawana chanzo cha uchumi ambacho wanakitegemea isipokuwa zao hili la korosho. Mtu ana shamba lake ambao anajua shamba langu hili nalisimamia kuanzia kupulizia, kupalilia na kila kitu. Nitakapovuna fedha nitakayopata ndio ambayo itaendesha maisha yangu
katika kipindi cha miezi yote ambayo imebakia mpaka kufikia msimu mwingine. Sasa kama watu wao wanaweza kuishi maisha haya, kwa nini nyinyi ambao ni wataalamu na mna ujuzi kabisa mshindwe kuishi maisha haya? Na hii ndio shida kubwa ambayo tuko nayo Tanzania. Wataalamu ambao wanafahamu ujuzi wa jambo wanaishia kutufundisha, lakini wao hatuwaoni sasa kwa dhati wakiwa wanafanya jambo. Lakini mafunzo kwa vitendo yanakuwa na tija zaidi, na watu wanaweza kuhamasika zaidi katika yale ambayo mnawafundisha wakiwaona nyinyi wenyewe mnayafanya yale mambo. Kwa hiyo nitoe wito tena kwa wale ambao watakaopata fursa ya kuendelea na wale ambao labda kwa namna moja ama nyingine hawakuweza kuendelea, kama wapo hapa, yale mafunzo ama fursa ambayo tuliipata wakati wa programu hii tunaitekeleza, iwe ni sehemu ya wewe kubadilisha maisha yako. Serikali inatoa ajira na inaendelea kutoa ajira, lakini ukweli ni kwamba idadi ya watu ambao wanahitimu vyuoni kwenye nchi yetu kila mwaka, hakuna serikali inaweza kuajiri watu wote. Wakulima wetu wapo wangapi? Na pembejeo kiasi gani zinatakiwa? Na sisi tumejipanga kutoa pembejeo kiasi gani? Sehemu gani tupeleke kiasi gani? Sehemu gani tupeleke kiasi gani? Sasa mazoezi haya nayo najua yanafanyika kwa pamoja. Sisi kamati ya usalama, jukumu letu kuhakikisha usalama manake na usahihi wa uhifadhi wa hizi pembejeo ili zisije zikaibiwa namna nyingine, lakini zaidi na zaidi kwa wale walengwa ambao ni wakulima. Kwa wale walengwa ambao ni wakulima, najua kuna namna ambavyo zinagawiwa. Sisi msisitizo wetu kama serikali, uadilifu kwenye kuzigawa hizi pembejeo kwa wahusika. Pembejeo zinatolewa kwa mujibu wa idadi ya mikorosho uliokuwa nayo na eneo ambayo hiyo mikorosho ipo. Sasa yule ambaye anatakiwa apate pembejeo za mikorosho 50, apate pembejeo za mikorosho 50. Isije kuwa huyu ana mikorosho 100 tunampa pembejeo za mikorosho 300. Hizi pembejeo za mikorosho 200 anaenda kuzifanyia nini huyu? Sasa tunatoa rai, wito. Hizi ni fedha za serikali na zimetengwa maksusi kwa ajili ya kusaidia wakulima. Kwa lazima sisi ambao tunahusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha mchakato huu unafanyika ipasavyo, kwa maana kuanzia kwenye mgawaji mpaka kwenye mpokeaji, basi ufanyike kwa usahihi na uadilifu, ili wale wahusika ambao wanatakiwa kupata hizi pembejeo wazipate na waende kuzitumia. Tumekutana kwa ajili ya kufanya tathmini ya utendaji kazi ya mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora ambao unatambulika kama BBT, na ikiwa ni mwaka mmoja tangu tumeanza kutekeleza. Mpango huu unalenga kukuza ujuzi kwa wahitimu wa fani za kilimo, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma za ugani kwa wakulima wetu wa zao la korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mpango huu wa BBT korosho umeonyesha mafanikio makubwa sana katika zao letu la korosho, ambapo kwa kitaifa tumeweza kuongeza uzalishaji kutoka tani 528 ambazo zilikuwa msimu wa 24 na 25 hadi kufikia tani 618 katika msimu wa 25-26, ambao ni sawa na ongezeko la 17%. Lakini katika mkoa wetu wa Pwani pia tumeona ongezeko hili ambalo tumetoka tani 25,000 ambazo zilikuwa ni msimu wa 24-25 na tumefikia tani 35,000 ambapo ni katika huu msimu ambao tunaomalizia wa 25-26, na ikiwa ni ongezeko la 26%. Na niweze kusema tu kwamba ni kwa mara ya kwanza kwa mkoa wetu wa Pwani tunaweka rekodi kubwa kwa kiwango hiki. Lakini pia usimamizi madhubuti wa viuatilifu ambavyo vilitolewa kwa ruzuku na uboreshaji wa huduma za ugani. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme ni hongera kwetu sote kwa mafanikio haya, lakini na jitihada ambazo zimeonyeshwa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wetu wa wilaya katika usimamizi wa zao la korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan iliweka lengo kwamba ifikapo mwaka 2029-30 tuweze kuzalisha tani milioni 1 kama nchi.
Na katika kusogeza huduma hizo na kufikia hilo lengo, basi huduma za ugani kwa wakulima wa zao la korosho zimeweza kuongezeka, na tunatarajia katika msimu wa 26-27 tuweze kuongeza hawa maafisa kilimo wa BBT kufikia 300 kwa nchi nzima. Kwa jumla tutakuwa na maafisa wa BBT 812, na katika mkoa wetu wa Pwani tunatarajia tuongeze hawa wataalamu wa kilimo wa BBT zaidi ya 30. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kusogeza hizo huduma kwa mwaka huu ambao sasa hivi tunaufanyia tathmini, mkoa wetu wa Pwani ulikuwa na maafisa kilimo wa BBT 29 ambao walikuwa wamegawanywa kwenye halmashauri zetu 6, ikiwepo Mkuranga tulikuwa nao 6, Kibiti 7, Rufiji 5, Kisarawe 4, Kibaha 3 na Bagamoyo 4. Na aidha mpango huu umewaongezea vijana wetu hawa kwanza ujuzi, ambao baadhi yao kama 6 kwa mwaka huu wameweza kupata ajira za kudumu serikalini, lakini hao waliopata baada ya kuondoka tulireplace na wengine. Kwa unaona mpango huu una lengo pia ya kusaidia vijana wetu waweze kuongeza ujuzi na kupata ajira za kudumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuongeza ufanisi huu katika mpango huu wa BBT, bodi imeridhia kuwaongezea mkataba wa mwaka mmoja kutokana na utendaji wao wa kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi ukiangalia kwenye kalenda yetu ya zao tunaenda kwenye zoezi la ugawaji wa pembejeo. Katika msimu huu ugawaji wa pembejeo kwa wakulima katika ngazi ya AMCOS au vituo vya ugawaji utafanywa na kamati maalum ya ugawaji wa pembejeo kwa wakulima, na kamati hii itaundwa na wataalamu kutoka AMCOS husika, afisa kilimo wa BBT kutoka bodi ya korosho, afisa ugani wa kata, mwenyekiti mtendaji wa kijiji husika, kwa kuzingatia ratiba ambazo zitatolewa na kamati hiyo jinsi itakavyopangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeenda katika ngazi hii ni kuhakikisha kwamba wakulima wote wanaweza kupata pembejeo kwa kuzingatia uzalishaji wao, lakini na mikorosho walionao, na hii inaenda kusaidia sisi kudhibiti ubadhirifu ambao umekuwa unatokea katika maeneo mbalimbali, lakini pia kupunguza malalamiko ya wakulima kuhusu upatikanaji wa pembejeo. Kitu ambacho tunakifanya sisi maafisa ugani ni kuhakikisha tunafanya kazi bega kwa bega na wakulima, kuhakikisha tunafikia malengo ya serikali kwamba ifikapo 2029-2030 tunafikisha uvunaji wa korosho ghafi tani 1,000,000 na ubanguaji wake 100%. Ili kufikisha hizi tani ambazo zinahitajika kuzifikia, sisi kama maafisa ugani tunafanya kazi na wakulima katika upandaji wa miche ya korosho, katika ugawaji wa pembejeo na kuwafundisha matumizi sahihi ya viuatilifu shambani, lakini pia tunawaelekeza uvunaji na uhifadhi wa korosho ghafi kabla hazijafika ghalani. Lakini pia katika kutimiza azma ya kuhakikisha kwamba korosho zinabanguliwa, tunawaelimisha wabanguaji binafsi pamoja na wenye makampuni pamoja na vikundi vya wakulima na wabanguaji kuhakikisha kwamba wanabangua korosho zao, na tunawaelekeza mbinu bora ya kubangua korosho ili korosho ziweze kuuzika hapa Tanzania na nje ya nchi. Lakini tunaishukuru bodi ya korosho kwa kutupa nafasi hii. Tunawaahidi kwamba tutafanya kazi kulingana na namna ambavyo tumeelekezwa, na tuna hakika kwamba ifikapo 2029-2030 tutafikia azma hii ambayo bodi ya korosho inaitekeleza kwa niaba ya serikali. Tunashirikiana na wakulima na kuwaelekeza namna sahihi ya uvunaji wa korosho. Haya yote tunayafanya kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, na targeti tuliopewa ni kufikisha tani 1,000,000 ifikapo mwaka 29-30. Kwa tunafanya yote haya kwa bidii na jitihada kubwa ili mradi tuweze kufikia hicho kiwango, na tuna mategemeo makubwa kwamba ifikapo 29-30 tutafikisha hizo tani 1,000,000.